Watu wengi wanaamini kwamba uungu wa Yesu Kristo unaanza katika Agano Jipya. Lakini je, Agano la Kale tayari lilikuwa linamfunua? Kuanzia maandiko ya Musa hadi kwa manabii na katika Zaburi, maandiko yanaonyesha dalili za yule aliyekuwa anakuja. Ni nani malaika wa Bwana? Kwa nini Agano la Kale linazungumza kuhusu mwana wa kiungu? Na manabii walimshuhudiaje kabla ya Bethlehemu? Si tu kama Masihi, bali kama Mungu mwenyewe aliyefunuliwa katika maandiko muda mrefu kabla ya Agano Jipya. Yes, Bwana ni mwema. Wakati wote anaendelea kutubariki, anaendelea kutufunulia kweli yake. Niendelee kuwakaribisha tena katika mafundisho haya ya ufunuo wa Yesu Kristo. Na katika haya masomo, kama ambavyo tuliahidi, tutakwenda kuangalia kile ambacho kinasumbua ulimwengu, yaani katika kutazama kile ambacho maandiko matakatifu yanasema kuhusiana na uungu wa Yesu. Lakini pia tumeweza kuona na changamoto pia ya ubinadamu wa Yesu, namna ambavyo unawachanganya watu. Sikia, wapendwa katika Bwana, moja ya masomo ambayo yamekuwa yakisumbua watu na kuwafanya waiache imani ni somo hili. Hivyo Roho wa Mungu ametuongoza katika kuandaa masomo haya. Hivyo tunaendelea kukusii ukaendelee kufuatilia, kwa maana kama ulikuwa haujaanza basi haujachelewa, kwa maana somo hili pamoja na masomo yanayokuja yatakwenda kukufunulia kile ambacho Bwana anahitaji kufunulie katika masomo haya katika nyakati hizi za siku za mwisho. Basi katika kile tunachokwenda kujifunza siku ya leo, tumkaribishe Roho Mtakatifu akawe kiongozi wetu, ambaye kwa yeye amekuwa akitufunulia haya. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, tunarudisha sifa na utukufu kwako. Tunakukaribisha tena katika kipindi hiki, ukaendelee kutufundisha, ukatufunulie kupitia Roho wako Mtakatifu, ili mwisho wa siku sifa na utukufu zikakurudie wewe. Tumeomba katika jina la Yesu, amina. Wapendwa, katika masomo mawili yaliyopita tulipata kuona namna ambavyo Kristo Yesu pamoja na mitume pamoja na manabii waliopata kutabiri ujio wa watu ambao wataigiza kuwa wa Kristo, lakini mwisho wa siku watamkana Kristo. Tuliyaona hayo katika masomo mawili yaliyopita. Katika somo linalofuata ambalo nimelipatia kichwa kinachosema Mungu wa Agano la Kale mashakani, tunakwenda kuona kitu kingine ambacho kimekuwa kikiwachanganya wengi na kimekuwa sababu ya kuibuka kwa makanisa mengi ulimwenguni leo. Katika ulimwengu wa Kristo tunakuta kuna mgawanyiko wa watu ambao wanaamini maandiko matakatifu katika namna mbili. Wapo ambao wanaamini katika vitabu vya Agano la Kale, lakini pia wapo wanaoamini katika vitabu vya Agano Jipya. Na huu utofauti ulipata kutokea wapi na ulianzia wapi? Kwa maana kuna watu leo imefikia hatua wanachapisha au kutengeneza Biblia za Agano Jipya peke yake, wakidai ya kwamba kitabu cha Agano la Kale kimepitwa na wakati, mambo ya kale hatupaswi kuyafuatilia. Haya mafundisho yametokea wapi na yana uhusiano gani na kile ambacho tunakisoma katika kufunua uungu wa Kristo? Endelea kufuatilia masomo haya ukaone asili ya mafundisho haya, wapi yalitokea, nani alikuwa mwanzilishi, lakini yanatufunulia nini kuhusiana na kile ambacho tunajifunza katika masomo haya, yaani uungu wa Yesu pamoja na ubinadamu wake. Katika kitabu cha Ayubu sura ya 5 mstari wa 27 tunasoma, tazama haya tumeyapeleleza, ndivyo yalivyo, yasikie uyajue, ili upate mema. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tunaendelea kuchunguza, tunaendelea kupeleleza vitu mbalimbali ambavyo Roho wa Mungu anaendelea kutufunulia, ili mwisho wa siku tunapokuja kufanya maamuzi ya kumfuata Kristo au kumkataa, tuweze kufanya maamuzi tukiwa na amani, lakini pia tukiwa watu walio huru. Sikia, historia inaniambia hivi. Masioni alikuwa ni mwanatheolojia wa Kikristo na mwinjilisti wa kanisa la awali hapo mwanzo. Masioni alikuwa ni mtoto wa askofu huko Sinope, maeneo ya Pontus, katika karne ya pili. Naye alisafiri kwenda Rumi na kujiunga na kikundi cha Gnostic cha watu wa Syria. Swali, Masioni ni nani? Hili ni swali ambalo unaweza kujiuliza, na Masioni anahusika vipi na masomo haya ambayo tunakwenda kujifunza. Sikia, katika kitabu kinaitwa New World Encyclopedia tunasoma, Masioni alitangaza kuwa Ukristo ulikuwa ni tofauti na Uyahudi na unapaswa kuwa mbali nao.
Masioni alipinga kila kitu katika Agano la Kale, yaani Biblia ya Waebrania, akihubiri kuwa Mungu wa Agano la Kale kwenye Biblia ya Waebrania, ambaye alipata kuumba ulimwengu, ndiye muasisi wa uovu. Wakati huo huo, Masioni alikubali kuwa Yesu Kristo alikuwa ametumwa na Mungu kuwa Mwokozi. Alisisitiza kuwa Mungu wa Waebrania, yaani Mungu wa Agano la Kale, alikuwa ni tofauti sana na yule Mungu wa Agano Jipya. Msingi wa mafundisho haya ya Masioni ni kuwa mafundisho mengi ya Kristo hayafanani na yale matendo ya Yahwe, Mungu wa Agano la Kale. Kwa hiyo muasisi wa mafundisho ya kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya Mungu wa Agano la Kale na Mungu wa Agano Jipya hakuwa mwingine bali alikuwa ni Masioni, mmoja ya vijana wa Kikristo katika kanisa la awali. In fact, alikuwa ni moja ya watoto wa maaskofu katika kanisa la awali, na hivyo Masioni anakuwa moja ya watu ambao wanatimiza unabii ya kwamba wapo walioibuka ndani ya kanisa wakija na mafundisho mapya ambayo yalikuwa yakimkana Kristo. Utasema, yanamkana vipi Kristo? Kristo anaonekana Agano Jipya na huyu mtu anakataa Agano la Kale, anamkana vipi Kristo? Endelea kufuatilia, utaelewa ni kwa namna gani mafundisho haya ambayo yanapelekea Biblia kutengwa, yaani Agano la Kale likaachwa na Agano Jipya kutukuzwa, yanapelekea kupingwa na kumkana Kristo. Sikia, historia inatuambia mzee wa kanisa Tertullian aliwahi kusema kuwa Masioni alikuwa ni mtu wa kwanza kutenganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Ndivyo ambavyo historia inaniambia. Kwa hiyo kuna watu wanafikiria kwamba haya mawazo ya kutenga Biblia ni mawazo ya karne ya 15, 16. Hapana. Kwa mujibu wa Biblia na historia, mawazo haya yalikuwepo miaka mingi, katika miaka zaidi ya 1000 iliyopita, yani katika kipindi kile cha kanisa la awali. Irianus anatuambia Masioni aliendelea zaidi na mafundisho ya makufuri, akitangaza kuwa yeye Mungu wa sheria na manabii kuwa ndiye muasisi wa uovu, kuwa ni Mungu anayependa vita, asiyekuwa na msimamo katika mapigano yake, hata kipindi fulani kujipinga mwenyewe. Lakini Kristo akiwa pekee kutoka kwa Mungu ambaye ni zaidi ya Mungu muumbaji, alimtenga mtume Paulo akaondosha kila kitu ambacho alipata kukisema kuhusiana na Mungu muumbaji. Kwa hiyo Masioni katika mafundisho yake sio tu alimkataa Mungu wa Agano la Kale, akidai kwamba ni dikteta, ndiye chanzo cha uovu, anayependa kumwaga damu, ndiye muuaji mkuu ambaye kuna kipindi huwa anajipinga, lakini pia katika kufundisha kwake kuna mitume ambao aliwakubali na kuna mitume ambao aliwakataa, na moja ya mitume ambao aliwakataa alikuwa ni mtume Paulo. Lakini maandiko matakatifu yananiambia roho ya manabii huwatii manabii, na ukisoma kwenye maandiko matakatifu, Paulo hakuwa tu mtume, lakini pia alikuwa nabii, na maandiko yake yalikuwa yakishuhudia kile ambacho manabii wa Agano la Kale walikuwa wakikishuhudia. Hivyo ni wazi kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kitendo cha Masioni kumtenga Paulo na kutenga Agano la Kale, kuna vitu alikuwa anaviondoa ambavyo katika hivyo vinashuhudia swala zima la uungu wa Kristo. Tunatambua katika masomo yaliyopita, mafungu mengi tuliyosoma yameandikwa na Paulo. Paulo ni moja ya mitume ambao walitangaza wazi ya kwamba Kristo Yesu alikuwa Mungu, lakini Masioni ni moja ya waasisi wa imani ya tofauti ndani ya Ukristo, ambayo ilikuwa ikifundisha kwamba Yesu alikuwa tu ni mtume wa Mungu na hakuwa Mungu, na hivyo alikuwa akikana kile ambacho Biblia inasema uungu wa Yesu. Sikia, katika nyaraka ya Justin Martyr tunasoma, anasema alipata kwako Masioni mtu wa Ponti, ambaye yupo hai hata sasa, ambaye hata sasa anafundisha wafuasi wake kuamini kuwa yupo Mungu mkubwa zaidi ya muumbaji. Mtu huyo akiwa anasaidiwa na Ibilisi amefanikiwa sana kuwapotosha watu hata wa mataifa, yaani kukana kuwa kukufuru wakimkataa Mungu muumbaji wa ulimwengu, nao kusema kuwa yupo mmoja mkuu zaidi ya muumbaji ambaye amefanya makubwa. Haya ndio mambo ambayo wazee wa mwanzo wa kanisa wanatushuhudia kuhusiana na huyu mtu anaitwa Masioni, ambaye alikuja na mafundisho ya kwamba tunapaswa kusoma Agano Jipya peke yake, lakini hatupaswi kusoma Agano la Kale, na katika Agano Jipya kwenyewe kuna vitabu ambavyo tunaweza tukasoma, lakini kuna vitabu hatuwezi kusoma. Ndio alikuwa mawazo yake, na haya ni mambo ambayo yamekuwako hata sasa. Mwandishi mmoja anaitwa Lee Martin MacDonald anasema
Tunaweza kuhitimisha kwa kusema kuwa Masioni alikataa Agano la Kale na kutangaza kuwa ni mafundisho ya dini ya kigeni, akifundisha kuwa Yesu alikuja kuokoa wanadamu kutoka katika mikono ya muumbaji mwovu wa Agano la Kale ambaye anashuhudiwa humo. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yamefundishwa na Masioni katika karne zile za mwanzo kabisa, katika kipindi kile cha wazee wa mwanzo wa kanisa. Na hii inajaribu kuonyesha namna ambavyo wazee waaminifu wa mwanzo wa kanisa walivyokuwa wanapata changamoto za watu ambao walikuwa wakiibuka mfano wa mbwa mwitu wakali kama Kristo na Paulo walivyosema, na kuanza kuligawa kundi la Kikristo, wakaanza kugawa maandiko, hata kugawa manabii na mitume. Mwandishi anaitwa Scaff anatuambia kulipata kuibuka mawazo na maoni ya aina mbili katika kundi hili la waamini wa Eboni. Hili ni kundi lingine kuhusiana na kuzaliwa kwa Yesu na Bikira, lakini hakukuwa na makubaliano kuhusiana na kuwapo kwa Kristo kabla ya kuzaliwa Bethlehem na mwanzo wa uungu wake, na hili likapelekea kuibuka kwa uasi mbele ya wazee wa kanisa la awali. Kundi la Waeboni. Waeboni wao namba moja hawakuamini ya kwamba Yesu alizaliwa na bikira kwa maana ya uwezo, kwa nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Waeboni pia hawakuamini ya kwamba Kristo Yesu alipata kuwako kabla hajazaliwa Bethlehem. Na hili ni moja ya mambo ambayo watu wengi hasa katika kundi la Wakristo wanaliamini. Wanamtukuza Kristo kama mwana wa Mungu, yaani kama kiumbe ambaye ametengenezwa na Mungu kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Wanasahau ya kwamba ambaye anaweza kuokoa ulimwengu huu si mwingine bali ni Mungu, au yeye mwenye sifa za uungu. Kwa hiyo hata Wakristo leo walio wengi wanaamini ya kwamba Yesu amepata kuwako baada ya kuzaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na kuishi duniani miaka 2000 iliyopita. Wasiamini ya kwamba Yesu Kristo alipata kuwako kabla ya ulimwengu kuwako, na sio tu ulimwengu kuwako, lakini hata ulimwengu ulipokuwako alishawahi kutembea katika hii dunia sehemu kadha wa kadha, kama ambavyo maandiko matakatifu yanasema. Na mafundisho haya asili yake ni katika kanisa la awali, ambako waliibuka watu ndani ya kanisa walioitwa Waeboni, wakaja na mawazo ya namna hiyo. Kwa hiyo mawazo haya ukiunganisha na mawazo ya Masioni, tunakuja na picha moja tu ya kwamba tunatakiwa tumtukuze Kristo kama mwokozi au binadamu aliyependelewa akapewa nafasi ya kuokoa wanadamu, lakini zaidi ya hapo hatuwezi kumtukuza Kristo kama Mungu. Sikia. Yes. Mwandishi anaitwa Hanson anatuambia, kwa mujibu wa mwandishi anaitwa Hanson, mwaka 1916 hadi 88, anatuambia kwa mujibu wa Fontes, kabla ya Adam Kristo hakuwako, lakini Adam alikuwako kabla ya Kristo. Maneno kuhusiana na kuwa alitokea mbinguni hayamaanishi nafsi yake, bali mafundisho yake na tabia yake. So Hanson ni mwandishi mwingine ambaye anatufunulia kwamba alikuwako mwalimu mwingine katika kanisa la awali ambaye alitangaza ya kwamba Kristo Yesu hakupata kuwako kabla ya Adam, bali alikuwepo baada ya Adam, na ni kwa sababu Biblia inasema Kristo ni Adam wa pili. Kwa hiyo waliibuka walimu ambao waliendelea kukataa ya kwamba Kristo Yesu alipata kuwako kabla ya Adam kuwako, ya kwamba Kristo Yesu alipata kuishi na kuromu katika mbingu kabla ya kuzaliwa pale Bethlehem. Na ninaamini Wakristo wengi ndicho ambacho wanakiamini katika akili zao, lakini maandiko yanashuhudia kitu tofauti na kile ambacho hawa wazee walimu waasi wa kanisa la mwanzo walichopata kukifundisha. Sikia, mwandishi anaitwa Edward anatuambia, katika historia yote kumekuwako na vikundi vya watu ambao waliamini kuwa Yesu uwepo wa Yesu Kristo ulianzia pale alipokuwa katika tumbo la bikira. Ndivyo ambavyo waandishi hawa wanatueleza na kutushuhudia. Katika kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari 25 tunasoma, nikageuka na moyo wangu likazwa katika kujua na kupeleleza na kuitafuta hekima na maana ya mambo yaliyopo. Swali, haya mafundisho leo yapo? Na je, Biblia inasema nini kuhusiana na haya yanayotokea? Na ukweli upo vipi kulingana na maandiko matakatifu kuhusiana na swala la Yesu kuwako kabla ya kuzaliwa Bethlehem, Yesu kuwako kabla ya Adam, Yesu kuwako kabla ya uumbaji? Mwandishi anaitwa Mark Grid anatuambia, fundisho la uwepo na ufunuo wa Kristo kabla ya kuja na kuzaliwa kama mtoto lilianza kupingwa hasa kuanzia mwaka 1700, kipindi kilichoitwa kipindi cha nuru kuu. Kwa wapendwa, mbali au kutoka katika kanisa la awali, mafundisho haya
yanakuja yanarudishwa tena upya kwa nguvu kuanzia miaka 1700. Swala la Yesu ya kwamba alikuwako kabla ya kuzaliwa pale Bethlehem ndani ya Ukristo likaanza kupingwa kwa mujibu wa waandishi ambao ninawanukuu. Sikia, Makwaya anatuambia katika nyakati hizi kweli zote za mwanzo zilianza kuwekewa mashaka, hivyo ikaamuliwa nuru ya kweli na tafsiri mpya zitolewe. Kama kulikuwa na jambo lolote ambalo haliwezi kuthibitishwa kisayansi, basi jambo hilo lilipingwa na kukataliwa na kutokuaminiwa kuwa ni la kweli. Makwaya anatuambia kupitia mafundisho hayo, fundisho la Kristo kufunuliwa na kuwepo kabla hajazaliwa kama mtoto lilipotezwa, na katika nafasi yake kuingizwa mawazo na tafsiri mpya za maandiko matakatifu. Wapendwa, niwahakikishie hili, watu wengi hatumuelewi Kristo kwa sababu tunamsoma Kristo katika Agano Jipya, kwa sababu Kristo alianza kuishi katika Agano la Kale. Ili tumuelewe Kristo yatupasa tusome Agano la Kale. Watu wengi tunamuunderestimate Kristo kwa sababu hatumwangalii katika Agano la Kale, tunamwangalia peke yake katika Agano Jipya. Na ndio maana dharau na kejeli sometimes katikati ya Wakristo zinakuwepo kuhusiana na Kristo. Lakini watu kama wangemsoma Kristo kabla ya kuzaliwa Bethlehem, wangeweza kuelewa Kristo ni Mungu wa aina gani. Sikia, Makwaya anatuambia fundisho la kuwa Yesu alijidhihirisha kabla ya kuja kama Mwokozi lilitafsiriwa kama mawazo ya kufikirika, na maandiko yote ambayo yalidhihirisha ukweli huo yalitafsiriwa kuwa si halisi bali ni ya kufikirika na kiimani. Anasema na kiimani zaidi, yakitufunulia mipango ya Mungu. Hawa waandishi wanatushuhudia wazi ya kwamba fundisho hili kama ambavyo lilivyoanza kukataliwa katika kanisa la awali, ndivyo ambavyo kuanzia mwaka wa 1700 likaanza kukataliwa upya, na hivi watu wakaanza kuwa confused, wakaanza kuto kumuelewa Kristo kinaga ubaga. Mwandishi anaitwa Geisler Frederick anasema, kwa sababu hiyo somo la Yesu kuwepo kabla, kufunuliwa na kudhihirishwa kwa watu hapo kale lilipingwa vikali. Naye Yesu alianza kuhubiriwa kama mtu tu wa kawaida ambaye alikuwa mcha Mungu na sio Mungu katika mwili. Ndivyo ambavyo hawa waandishi wanatufunulia. Sio maneno yangu, haya ni maneno ya watu waaminifu ambao wamefuatilia historia ya fundisho hili kinaga ubaga na kuweka haya mambo wazi. Sikia, Geisler Frederick anasema, maelezo mengine yaliyopendekezwa katika fundisho la udhihirisho wa Kristo kabla hajazaliwa kama mtoto ni kuwaaminisha watu kuwa haya yalikuwa ni maono tu na sio kwamba Yesu alivaa mwili kweli. Na hivi ndivyo ambavyo Wakristo wengi wanaamini ya kwamba yale mafundisho ya kwamba Mungu alijidhihirisha kwa Ibrahim, Mungu alionekana na Adam, Mungu alimtokea Musa, yale yote ni maono tu, ni mafundisho tu yamewekwa hapo ili kutufundisha, lakini hayana uhalisia. Wapendwa, katika hii series tutakwenda kuona namna ambavyo mafundisho yale hayakuwa maono bali yalikuwa ni matukio halisi. Sikia, Geisler Frederick anaendelea kusema, pindi tutakapoanza kumkataa Kristo kuwa ni Mungu aliyevaa mwili, basi hata fundisho la yeye kuwako tangu mwanzo haliwezi kukubalika, nalo litapuuzwa. Na kadiri tutakavyopinga fundisho la Kristo kufunuliwa katika nyakati za kale, ndivyo ambavyo fundisho la uungu wa Yesu pia litakavyopuuzwa na kuchukuliwa kuwa ni hadithi na uzushi. Na haya ndiyo ambayo yanaendelea duniani leo. Katika kitabu cha Testimonies to the Church anasema, Babeli imekuwa ikifundisha mafundisho yenye sumu, mvinyo wa uongo. Mvinyo wa uongo ndio mafundisho ya uongo kama kutokufa kwa nafsi, mateso ya milele na kupinga uwepo wa Kristo kabla ya kuzaliwa Bethlehem. Pia kuitukuza na kuinua siku ya kwanza ya juma kama siku ya Mungu ya utakaso. So Ellen White naye anathibitisha wazi ya kwamba moja ya fundisho ambalo lipo kwenye vita ni fundisho la kumfunua Kristo katika Agano la Kale. Kwa shetani amefanikiwa kuwafanya Wakristo wengi wasimuelewe Kristo kwa sababu wamelikataa Agano la Kale. Kwa hiyo ili kumuelewa Kristo, ili kumfunua Kristo katika asili yake na watu wamuelewe kuwa yeye ni nani, yatupasa kusoma Agano la Kale. Ellen White anasema, mafundisho haya na mengine mengi yamekuwa yakifundishwa katika makanisa ya ulimwengu na maandiko kutimizwa yanaposema mataifa yamelevya na mvinyo wake,
na pindi wafalme na wakuu wa nchi watakapokunywa mvinyo huu, huwa wakali kwa wote wasiokubaliana na udanganyifu huo. Kwa hiyo usishangae kwa nini wakuu wa nchi, viongozi wa ulimwengu, wanaposikia fundisho la uungu wa Yesu au maombi kuhusiana na Kristo au kutaja jina la Kristo katika maombi, wanakasirika na kutengeneza sheria ambazo zinawabana watumishi wa Mungu, kama ambavyo tuliona katika somo lililopita. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekwisha fundishwa tangia hapo mwanzo ya kwamba Yesu ni binadamu tu wa kawaida, na kitendo cha kumuita Yesu Mungu ni kukufuru, kama ambavyo Wayahudi walisema. Sikia, katika kitabu kinaitwa Stanford Encyclopedia of Philosophy tunasoma katika Catechism ya Rakovia, tunajifunza kuwa Mungu wa Israeli alikuwa ndiye baba wa Kristo. Huonyesha wazi tena kwa hoja kuwa Kristo alikuwa ni binadamu ambaye hapo mwanzo hakuwako mpaka alipozaliwa na Mariamu. Ingawa huonekana kuwa mtu wa kawaida, lakini bado alionekana kuthibitisha kuwa alikuwa ni mtu wa pekee, yaani mwana wa Mungu, Masihi aliyestahili kuabudiwa na kupokea maombi. Wapendwa katika Bwana, ukisoma haya maelekezo yanakinzana. Yanakinzana vipi? Kwa sababu kwanza wanasema Yesu ni binadamu wa kawaida, lakini mwisho wa siku wanasema anastahili kupokea maombi. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, anayestahili kupokea maombi ni Mungu. Kwa hiyo unaposema Yesu anastahili na hakosei kupokea maombi, maana yake unathibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Sikia, mwandishi anaitwa Joseph Priestley anatuambia kuhusiana na matendo ya Mwokozi wetu mwenyewe, pia kuhusiana na yeye kuwako kabla ya kuzaliwa Bethlehem na uungu wake, Yesu hakuwahi kuwaelekeza mitume wake na wanafunzi wake kuwa yeye alipata kuwako hapo mwanzo, ya kwamba kabla ya yeye kuwako hapa ulimwenguni aliwahi kufanya lolote. Zaidi, hakuwahi kusema lolote kuwa yeye alipata kuumba ulimwengu. Huyu Priestley ni moja ya viongozi wa kidini ambao wanaendelea kufundisha kile ambacho kilifundishwa katika agano katika kipindi cha kanisa la awali, ya kwamba Yesu Kristo hakupata kuwako kabla ya ulimwengu kuwako. Yesu Kristo alianza kuexist, alianza kuishi kipindi alipotungwa mimba, au mimba yake ilipotungwa katika tumbo la Mariamu. Na mwandishi anaitwa Rudolf Bultmann anatuambia fundisho ya kuwa Yesu alipata kuwako kabla ya kuzaliwa Bethlehem ni fundisho lisilo na mashiko, halina maana kwa kizazi hiki. Hii ni mifano ya wachungaji na viongozi wa kidini ambao kwa hakika wanaeleza wazi ya kwamba hawaamini ya kwamba Kristo Yesu alipata kuwako kabla ya kuzaliwa Bethlehem. Maandiko yanasema nini kuhusiana na hili? Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:10, katika habari ya wokovu huo walitafuta na kuchunguza ili walete taarifa au habari za wokovu kwetu. Na sisi pia tunapaswa kusoma na kuchunguza kuona, je, wanachosema hawa viongozi wa kidini ni sahihi? Walichosema wakina Masihoni ni sahihi? Na je, kuna utofauti kati ya Mungu wa Agano la Kale na Mungu wa Agano Jipya? Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tujiulize. Tukishajiuliza, twende tukasome maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Yohana sura 18:20 tunasoma, Yesu akajibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi, siku zote nalifundisha katika sinagogi, katika hekalu wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Sikiliza, Yohana sura 5:39 anasema, mayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Swali, maandiko ambayo Yesu anayazungumzia, ambayo watu walikuwa wakiyachunguza kipindi kile, ni maandiko gani? Kwa mujibu wa historia ni Agano la Kale. Kwa hiyo Yesu alikuwa anawaambia watu ya kwamba mnachunguza Agano la Kale kwa sababu mnaamini mna uzima ndani yake. Hilo Agano la Kale ndilo linalonishuhudia mimi, kwa maana Agano Jipya lilikuja baada ya Kristo kuwa amepaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anashuhudia kwamba Agano la Kale linamshuhudia yeye. Katika kitabu cha Yohana sura ya 5:46 tunasoma, kwa maana kama mngelimwamini Musa, mngeniamini na mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Swali, Musa tunampata kitabu gani? Musa tunampata katika vitabu 6 vya Mwanzo, kwa maana kitabu cha Mwanzo, Kutoka,
Walawi, Kumbukumbu la Torati, Hesabu na kitabu cha Ayubu. Vitabu hivi vyote kwa mujibu wa Yesu mwenyewe anasema vinamshuhudia yeye, na hivyo tunatakiwa tusafiri tukaangalie katika hivi vitabu ni kwa namna gani Yesu anaonekana. Sikia, katika kitabu cha Luka sura ya 24:44 anasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Swali, Zaburi inapatikana vitabu gani? Agano la Kale. Torati, Agano la Kale. Manabii, Agano la Kale. Yesu anasema kule kote ukitaka kumwelewa yeye kasome vitabu vile, kwa sababu ndivyo vinavyomfunua yeye. Lakini leo Kristo ameng'ang'ania na Agano Jipya, Agano Jipya. Hauwezi kumwelewa Kristo kwa kusoma Agano Jipya peke yake. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 57 hadi 58 anasema, basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahim? Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahim asija kwako, mimi niko. Kwa hiyo Yesu anasema kabla ya Ibrahimu hajazaliwa yeye alikuwako. Ibrahimu anapatikana kitabu gani? Kitabu cha Agano la Kale, tena kitabu cha Mwanzo. Kama anapatikana Agano la Kale, manake Yesu anasema mimi nilikuwako kabla ya Ibrahimu. Aishi hapo. Katika kitabu kile cha Yohana sura 17:5 anasema, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa Yesu mwenyewe anasema nilikuwako kabla ya uumbaji. Paulo anasema katika kitabu cha Filipi 2:5 hadi 7, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Yesu kwa mujibu wa Paulo alikuwako tangia mwanzo. Waebrania 1:8 nasema, lakini kwa habari ya mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Swali, haya maneno anayatamka nani? Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 8, anayetamka haya ni Baba akimwambia mwana. Naomba nirudie. Baba anasema, lakini kwa habari ya mwana asema, kiti chako cha enzi, yani kiti cha mwana, Mungu, yani anamuita mwana Mungu, ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Tafsiri yake, Baba mwenyewe anakubali ya kwamba alikuwako na Kristo mfano wa mwana milele na milele, yani kabla ya uumbaji. Katika kitabu cha Petro wa pili 1:11 nasema, maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Biblia inatufunulia kwamba Yesu alikuwako milele na milele. Katika kitabu cha Wakolosai 1:17, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote vihushikamana katika yeye. Kwa hiyo watu wengi hawalijui hili, hawaelewi, na ndio maana wanapomtazama Kristo wanamchukulia kawaida kawaida. Lakini Biblia inatuambia Yesu ni wa milele na milele. In fact, kwenye Biblia kitabu cha Ufunuo tunaambiwa yeye ni Alfa na Omega. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:19-20 nasema, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo, sikia, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Wapendwa katika Bwana, Kristo Yesu ni Mungu wa Agano la Kale. Kristo Yesu ndiye aliyeongoza uandishi wa Agano la Kale, ndiye aliyemwongoza Musa, ndiye aliyewaongoza manabii ambao waliandika habari zake. Kwa hiyo unaposema ya kwamba Mungu wa Agano la Kale ni tofauti na Agano Jipya, tafsiri yake unamtenga Kristo, kwa sababu habari za Agano la Kale zinamshuhudia Kristo. Sikia,
Katika kitabu cha Ayubu 8:8 nasema, basi waulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale ambayo baba zao waliyatafuta. Nianze na Tertullian. Tertullian anasema Kristo alipata kuwako tangia vizazi hadi vizazi, milele yote hapo mwanzo, naye ametokea sasa ulimwenguni. Huyo anaitwa Tertullian. Lakini Clement wa Alexandria anatuambia alikuwa kipindi hicho kama neno asiye na mianzo wa milele, ambaye sasa anaitwa Mungu, ambaye alikuwa sawa na Baba wa milele asiyeumbwa. Mzee mwingine anaitwa Ignatius anasema Yesu Kristo alikuwa na Baba kabla ya mianzo ya nyakati, na katika siku hizi za mwisho amefunuliwa kwetu. Alitoka kwa Baba naye amerejea kwa Baba. Mzee mwingine anaitwa Diognetus anatuambia huyu ndiye aliyepata kuwako tangia mwanzo, ambaye sasa ametokea kama mpya, naye amekuwako tangia milele, ingawa sasa amezaliwa katika mioyo ya watu wa leo. Huyu ndiye yeye yule ambaye ni wa milele, sasa anaitwa Mwana. Hawa ni early church fathers, wanashuhudia ya kwamba Kristo Yesu akuanzia baada ya Mariamu kushika mimba, bali alikuwako kabla ya Mariamu hajazaliwa. Mzee mwingine anaitwa Lucian anatuambia, na kama kuna mtu yoyote ambaye ataamua kwenda kinyume na imani ya maandiko matakatifu na kufundisha kuwa kulipata kuwako kipindi ambacho mwana wa Mungu hakuwako kabla ya kufanyika mwili, basi ajue anajiweka chini ya laana. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 19:15 tunasoma, jambo nalithibitishwa kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Katika gazeti la Signs of Time Agosti 29 mwaka 1900 inasema Kristo alipata kuwako kabla ya nyakati kuwako, akiwa nafsi huru ya mwana wa Mungu. Tunapokuwa tunazungumzia uwepo wake kabla ya nyakati, Kristo anatusafirisha nyuma sana ya muda, katika miaka isiyo na tarehe, naye anatuhakikishia kuwa hakukuwa na muda ambao yeye hakupata kuwako. Muasisi wa kanisa wa Methodist anaitwa John Wesley anatuambia, kwanza, kwa nini tuna mashaka katika kuelewa kuwa yeye ni Mungu wa kweli? Yeye yupo juu ya yote, aliyebarikiwa kuliko wote. Alikuwa na Mungu Baba hapo mwanzo tangia milele, naye alikuwa Mungu. Yeye na Baba walikuwa katika umoja, naye hakosei anaposema yeye na Baba wapo katika umoja, nao wapo sawa. Kwa hiyo John Wesley anatuambia Yesu Kristo alikuwako milele na milele kabla ya uumbaji. Charles Spurgeon anatuambia mwana wa milele wa Mungu alivaa mwili akawa mwanadamu. Uungu unaonekana dhahiri katika mwili na wa mpatanishi mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa mujibu wa Charles Spurgeon, Yesu Kristo alikuwako tangu milele. Martin Luther anasema, ninaamini kwa dhati kuwa Yesu Kristo Mungu wa kweli, mwana wa milele, lakini pia ni mtu halisi aliyezaliwa na binti bikira Mariam, ndiye Bwana. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, hawa waandishi wote hawapingani na maandiko matakatifu, lakini tunaona Waeboni, tunaona wakina Fortinus, tunaona wakina Masioni wanafundisha vitu ambavyo ukisearch, ukichunguza kwenye maandiko havipo. Sikia, mwandishi mwingine anatueleza maneno yafuatayo. Je, mwana wa Mungu alikuwa ni Mungu wa kweli wa milele, akiwa ana mianzo na asili moja na Baba? Tunathibitisha hilo kuwa ni hakika. Tukianza kujiweka kinyume na wafuasi wa Sonias waliokana uungu wa mwana. Kwa hiyo unapokana uungu wa mwana, obviously lazima ukane umilele wa mwana, na Biblia inatuambia Yesu Kristo alikuwako tangia milele. Ellen White katika kitabu cha Selected Message anasema Kristo kwa namna iliyo ya juu alikuwa ni Mungu kiasili hapo mwanzo. Alikuwa Mungu tangia milele, alikuwa Mungu juu ya vyote, Mungu tangia milele, aliyebarikiwa milele. Katika kitabu cha Upward Look tunasoma Bwana Yesu Kristo, mwana mzaliwa pekee wa Baba, kiukweli ni Mungu katika kutokuwa na ukomo. Penda hiyo statement. Kwa Ellen White anakubaliana na maandiko. Ellen White anakubaliana na matengenezo. Ellen White anakubaliana na manabii na mitume. Ellen White anakubaliana na kile ambacho wazee wa mwanzo waaminifu wa maandiko wanacho kisema. Sikia, Ellen White katika kitabu cha Desire for Ages anasema kama Kristo angelikuja katika utukufu wake kama alivyopata kuwa na Baba kabla ulimwengu kuwako, basi tusingeliweza kamwe kuhimili uwepo wake. Ili tuweze kuhimili uwepo wake, basi utukufu wake ulipaswa kwanza kufichwa.
uungu wake ukafunikwa na ubinadamu, yaani utukufu wake usioweza kuonekana kwa mwili unaoonekana. So wapendwa katika Bwana, ili tuweze kumwelewa Kristo kinaga ubaga, ili tuweze kuelewa hizi nukuu kiundani, yatupasa turejee katika kitabu cha Agano la Kale. Na hivyo katika masomo yanayokuja tutakwenda kuianza safari ya kuanza kumtazama Kristo katika Agano la Kale mpaka tutakapofika katika Agano Jipya. Mungu atuongoze katika hilo. Katika kitabu cha Danieli 2:22 anasema, yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Ni muda ambao watu wanatakiwa wafumbuliwe macho, ni muda ambao watu wanatakiwa wazibuliwe masikio, wapate kusikia na kuona, kwa sababu imeandikwa, ni heri yeye aonaye, ni yeye asomaye, ni yeye ayasikiaye maneno ya unabii. Mpendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.